Umeketi pamoja na Kristo. Umeketi pamoja na Kristo na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Umeketi pamoja na Kristo. Tunaposoma kwenye Efeso 2:6, maandiko yanasema kwamba akatufufua pamoja naye na akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kama wewe umeokoka, pamoja na kuwa kwa jinsi ya kibinadamu, kimwili uko mkoa fulani, uko wilaya fulani, uko kata fulani, uko kijiji fulani, lakini katika ulimwengu wa roho umeketi pamoja na Kristo. Maana maandiko yanasema kwamba akatufufua pamoja naye. Kwa wakati Yesu alipokuwa anafufuka, tulifufuka pamoja naye. Lakini pia Mungu akatuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Ni kweli kimwili upo mkoa fulani, ni kweli kimwili uko kijiji fulani, lakini katika ulimwengu wa roho umeketi pamoja na Kristo. Umekaa pamoja na Kristo, ndipo ulipo sasa. Lakini maandiko yanaendelea kusema, tunaposoma kwenye Waefeso hiyo 1:21, inajaribu kufafanua kwamba hapo ulipoketi ni mahali gani. Inajaribu kufafanua nafasi yako katika ulimwengu wa roho, ambayo inazungumzia kwa habari juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina lipotajwalo, sio ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Kwa Yesu alitufufua pamoja naye. Alafu Mungu alitufufua pamoja naye. Alitufufua pamoja na Kristo. Alafu akatuketisha pamoja na Kristo. Wapi? Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, sio ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Je, wewe umeokoka? Katika ulimwengu wa roho, pamoja na kwa kimwili upo kijiji fulani, upo mkoa fulani, uko mtaa fulani, lakini katika ulimwengu wa roho umeketi pamoja na Kristo. Umeketi pamoja na Kristo. Sawasawa na Waefeso 2:6 kwamba alitufufua pamoja naye. Alafu akatuketisha pamoja naye. Kwa hapo ulipo, kama umeokoka, umeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Lakini ni wapi hapo ulipoketishwa? Waefeso 1:21 inajaribu kufafanua kwamba ni juu sana kuliko mamlaka yote na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Kwa kila kitu kiko chini ya miguu yako. Mamlaka zote za giza ziko chini ya miguu yako. Wafalme wa giza wako chini ya miguu yako. Wako chini ya miguu yako. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Luka 10:19 kwamba nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Huwezi kukanyaga kitu ambacho kiko juu yako. Kwa nini umepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge? Kwa sababu wewe katika ulimwengu wa roho tayari umekwisha keti juu kuliko nguvu zote za giza. Upo juu kuliko mamlaka zote za giza, kuliko ufalme wote wa giza wako chini hapo. Na ndio maana shetani sio kitu kwa mtu aliyeokoka. Kwa sababu tayari alikwisha shughulikiwa tayari. Maandiko yanasema kwamba akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, shetani hana nguvu tena. Kwanza yuko chini ya miguu yao. Yuko chini ya miguu yao. Nguvu chini, anapata nguvu pale ambapo tunakuwa hatujui kwamba sisi ni watu wa namna gani. Na ana maandiko yanapozungumzia kwamba tumeketi pamoja na Kristo, inajaribu kuzungumzia habari ya nafasi yetu ya kimamlaka. Kwa wewe uliokoka sio mtu wa kawaida. Katika ulimwengu wa roho umeketi pamoja na Kristo. Umeketi pamoja na Kristo. Umeketi pamoja na Kristo. Kwa alitufufua, Mungu alitufufua pamoja na Kristo, alafu akatuketisha pamoja naye katika nafasi ya mamlaka. Kila kitu kilicho hai na kisicho hai kimeamuriwa kutusikiliza sasa kwa jina la Yesu.
Efeso 1:21 inajaribu kuelezea mahali tulipo kwamba ni juu sana kuliko ufalme wote, kuliko mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, sio ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Ufalme wa giza uko chini ya miguu yako. Mamlaka zote za giza ziko chini yako. Ziko chini yako. Ziko chini yako. Wewe kama umeokoka, ni vyema kujua kwamba mahali ulipoketi katika ulimwengu wa roho. Kimwili ni kweli unajiona kwamba uko mahali fulani, lakini katika ulimwengu wa roho umeketi pamoja na Kristo. Juu sana kuliko mamlaka yote, kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa, sio ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Natamka kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Kitu pekee ambacho adui ataendelea kutumia kinyume chako ni wewe kutokujua umeketi wapi na umeketi na nani. Umeketi na nani? Tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachotudhuru. Ingereza kinasema nothing shall by any means hurt you. Kwa hakuna chochote kitakachotudhuru. Hakuna chochote kitakachotudhuru. Umeketi pamoja na Kristo juu sana kuliko ufalme wote, mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa, sio ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Bali katika ulimwengu ujao pia. Mungu akubariki. Usikize mafundisho haya. Endelea kupata mafundisho yote. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.